Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo? Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe, mnafanya tupate nguvu ya kuwajuza yale mengi ya kimichezo, lakini pia unaona nafasi ya kutangaza biashara yako na Off Pitch TV. Tucheki kwa namba ya simu ya 0711659593. Una biashara yako ama una jambo lako mjini unataka kulitangaza, basi tucheki alafu tufanye mawasiliano, kila kitu kitaenda mokide. Sasa nipo na taarifa ambayo inawahusu klabu ya Simba Sports, kwa sababu kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, kwa maana Elie Mpanzu Kibisawala ameandika barua kuhitaji kuondoka katika klabu hiyo. Hii ni baada ya klabu ya Raja Casablanca chini ya kocha Fadlu Davids kumuhitaji. Sasa kuondoka kwake yeye, Simba wamefungua milango kuona uwezekano wa kumpata mchezaji Kipre Junior ambaye pia raia huyu Ivory Coast na aliwahi kupita katika klabu. Yes bwana, mambo vipi? Taarifa ambayo tupo nayo kwa hivi sasa, mchezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana Elie Mpanzu Kibisawala ameandika barua kwa uongozi wa klabu ya Simba akiomba kuondoka kwenye dirisha hili. Kubwa zaidi ambacho kinazungumzwa ni kwamba aliyekuwa kocha zamani wa klabu ya Simba kwa hivi sasa ni kocha wa Raja Casablanca, kwa maana hapa namzungumzia Fadlu Davids. Yeye anamhitaji Elie Mpanzu Kibisawala kwa sababu anaona ni aina ya mchezaji ambaye anaendana na mfumo wake. Simba ameipokea ile barua, lakini Simba amemjibu mchezaji husika, kwa maana Elie Mpanzu Kibisawala hawapo tayari kumwacha mchezaji huyu kuondoka, kwa sababu bado mwalimu pia kwa maana Steven Baka anahitaji kumtumia hasa kwenye mbinu zake ambazo yeye anazitumia. Na ukiangalia kwa hivi sasa Simba kitu ambacho anakipitia, wamekosa ubingwa misimu 4 mfululizo, wanatamani msimu uwe wao, lakini pia bado Simba hao wanajipapatua kule kwenye michuano ya kimataifa. Mbaya zaidi ni kwamba ameongezeka Leomba, lakini pia yupo Oniseti Eura, lakini kwa taarifa zilizopo ni kwamba dirisha la usajili dogo la CAF likifunguliwa, unaruhusiwa kusajili wachezaji wasiozidi 4 wa kigeni, ndio ambao wataruhusiwa kucheza. Kwa hivi sasa Simba wamesajili wachezaji 6 wa kigeni, 4 tu ndio ambao wamewasajili kucheza katika michuano ambayo imebaki. Kwa maana nao kuna Kasali goalkeeper, kuna Tule beki huyu, lakini pia Cletus Tota Chama na mchezaji wa 4 ni Libasa Giei. Kwa hiyo Oniseti Eura pamoja na Leomba hawatohusika kuitumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kama Elie Mpanzu Simba kimwacha kuondoka, kwa maana atakuwa na gap na hakutakuwa na uwezekano wa kuweza kufidia tena kumuingiza mchezaji mwingine. Kitu hicho kinafanya Wekundu wa Msimbazi Simba kumbakisha mchezaji huyo, kwa maana Elie Mpanzu Kibisawala. Lakini wakala wa Elie Mpanzu Kibisawala ameendelea kupush kutaka mteja wake aruhusiwe kuweza kuondoka, na taarifa ninazozipata ni kwamba kwa hivi sasa Simba wanamwangalia Kipre Junior, mchezaji wa zamani wa klabu ya Azam FC, kwa hivi sasa ni mchezaji wa MC Alger. Na taarifa ambazo tupo nazo ni kwamba sheria za ligi ya Algeria inahitaji wachezaji wasiozidi 5 na nafasi moja goalkeeper kwa mpaka 6. Hivi sasa wamesajili wachezaji 6 na ameongezeka mchezaji mwingine raia wa Chile, ni mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo anahitajika mchezaji mmoja kupunguzwa, na mwalimu wa sasa ambaye yupo pale MC Alger hana matumizi sana na mchezaji Kipre Junior. Kwa hiyo Kipre Junior rasmi amevunjiwa mkataba kuweza kuondoka katika klabu hiyo. Kwa hiyo Simba anachoangalia hivi sasa, kwanza uwezekano wa kumpata Kipre Junior, then akishapatikana Kipre Junior ndio ataangalia jinsi ya kumjibu Elie Mpanzu Kibisawala. Kitu ambacho kitawafanya Simba achana na Elie Mpanzu Kibisawala, kwa sababu Elie Mpanzu anabakisha miezi 6 kwenye mkataba wake. Kwa hiyo kama Simba atamwacha ataondoka bure, lakini kama sasa hivi atamvunjia mkataba, basi Elie Mpanzu anatakiwa kuilipa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na pesa hizo hazitatoka mfukoni kwake, bali zitatoka kwenye mfuko wa klabu ya Raja Casablanca. Kwa hiyo zimebaki siku 2 tu klabu ya Simba kuweza kufanya
kufanya maamuzi. Je, ni maamuzi gani ambayo wao watayafanya? Tusubiri na tuone nini ambacho kitatokea. Mimi naitwa Yusuf Katalambo, lakini kwa nyakati zote tulikuwa tukipewa nguvu na Bati Quality, mabingwa kutengeneza na kuzalisha bati za aina zote. Zipo bati za mgongo mpana, zipo bati za mgongo membamba, zipo zile za mfano wa vigae na zile za material ya chenga chenga. Ukiagiza mabati na Bati Quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa, lakini uzuri kuna waranti zaidi ya miaka 10 ya uangalizi. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Labda hatukuelewana. Ili uwe mgao utamu wa kundi. Swali zuri. Mgao utamu wa kundi ni yule ambaye anafungwa mechi 3 mtawalia, mabao mawili kwenda mbele. Tunaidadavua. Ili uwe mgao utamu wa kundi, lazima ufungwe mechi 3 mtawalia, tena kwa idadi ya magoli mawili. Kwa Simba Sports Club tumepoteza mechi 3 kwa idadi ya goli moja. Yani Petro di Luanda goli 1, Stade de Malien goli 2-1, ambao ni equivalent ya 1-0, si tunatoa pale, na Esperance goli 1-0. Kwa sisi hatuingii kwenye kundi la wagawa utamu kwa sababu tumefungwa goli moja. We don't qualify kuingia kwenye kundi. Sisi hatu no. Yani either ugawe ama usigawe. Kwa sisi hatujagawa. Kuna kugawa utamu kwa mbinde. No. Haujagawa. Full stop. Kama anasema wewe unaweza ukaishi hata motoni. Wewe motoni bagumu. Hiyo uitaki. Bagumu. Memaliza bwana. Kuna mtu hajamzungumzia? Meridhika Labda Bajaberi. Tutaulizia taarifa zake. Jambo la msingi na la mwisho, wana Simba tuje kwa wingi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 2, siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 2. Hii ni siku ambayo tunakwenda kufia uwanjani. Hii ni siku ambayo tunakwenda kupambana tuwezavyo kuchukua alama 3 dhidi ya Esperance. Inawezekana unaitazama kauli hii kwa jicho la kinyonge, lakini ukiitazama kauli hii kwa jicho la mnyama, kwa jicho la Simba, alama 3 mbele ya Esperance inawezekana sana. Simba sisi tumeshafanya maajabu makubwa Afrika hii. Hii ni cha mtoto vibaya mno, na tarehe 1 ya mwezi wa 2 wana Simba watakwenda kushuhudia maajabu makubwa. Lakini maajabu ambayo Simba tumewahi kuyafanya, hatujawahi kuyafanya tukiwa peke yetu viongozi wala wachezaji. Maajabu ambayo tumewahi kuyafanya Afrika hii, Simba Sports tumeyafanya kwa msaada mkubwa wa mashabiki wetu. Mimi nichukue nafasi hii, kiingilio tumeshusha kwa ajili yenu mashabiki. Tungeweza kuweka bure, lakini hii sio timu ya bure. Hii ni timu yenye thamani yake. Kwa hivyo tumeweka kiingilio kidogo ili kila mtu aweze kuja uwanjani kuja kuandika maajabu haya ya kihistoria.